viongozi mliochaguliwa kuzungumza na viongozi kwenye kongamano hili, na hapa niko na mkurugenzi wa jimbo hili la Geukia. Kiwezekana bila shaka hivyo. Nyosheni mikono watumishi wa Mungu, muweze kutamke neno kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Naomba timu nzima njoni huku pamoja na askofu pamoja na mshauri, wachungaji, jisogezeni. Kazi hii sio ya kawaida, tuelewe kabisa wanaongoza watu. Amina. Kwa sababu wanaongoza watu, wanahitaji mkono wa Mungu uwe juu yao. Yesu akasema pasipo mimi ninyi hamwezi. Kwa tunapoenda kuomba, naomba eleweni hili jambo jamani. Musa anaambiwa chagua watu, alafu baada ya hapo wawekee mikono, sehemu ya roho yako iwe juu yao. Sehemu ya utumishi huu wa wachungaji, sehemu ya yale majukumu iwe juu yenu. Yale ambayo tunayabeba kama viongozi wa section, na nyinyi myabebe hivyo hivyo. Mungu akupe neema. Mtu akasema nitawezaje? Mungu atakuwezesha. Hebu nyosha mikono huku tutamke neno wa upendo wako. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya wakati huu mzuri. Si kwa nguvu Bwana wanaweza wakafanya wao, si kwa uweza wanaweza wakafanya wao Bwana, si kwa sababu ya elimu wakaweza wao, si kwa sababu ya mali wakaweza wao, bali kwa sababu Mungu utakuwa juu yao. Bwana, asante kwa ajili ya mkono wako. Nimwambia Musa chagua watu na kisha wekee mikono, na sehemu ya utumishi wako, sehemu ya roho yako iwe juu yao. Mungu, natamka sehemu ya utumishi wetu wa section Bwana, sehemu ya majukumu yetu Mungu mtakatifu, pamoja na idara hii Mungu mkuu, ukaonekane, ukajifunue katika jina la Yesu. Achilia neema ya kuwafanya Bwana majeshi waendelee kufanya kwa ubora zaidi katika jina la Yesu. Saidia mkurugenzi, saidia makamu wake, saidia katibu wake Bwana, msaidie na mweka hazina kwa jina la Yesu, pamoja na mshauri, pamoja na uongozi wa jimbo Bwana uliona tukio hili Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba sasa tumepata viongozi. Mungu, asante kwa ukuu wako, asante kwa mkono wako, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tukufu na wewe Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Mungu mwema, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya utumishi huu, pokea neema, tumike katika nguvu, pokea neema, tumike katika mamlaka, pokea neema ya uwezesho, pokea neema ya kibali kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akakutendea hayo. Pokea neema ya kibali, pokea neema ya kutumika, pokea neema ya kuinuliwa tena. Bwana msaidie, Bwana mpake mafuta kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mkuu, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea neema kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaamini katika wewe kuna kuwawezesha wengine. Bwana msaidie na huyu Bwana katika jina lako. Pokea neema ya kutumika, pokea neema ya uvumilivu. Mungu mpake mafuta katika jina la Yesu. Bwana msaidie, Bwana mpake mafuta katika jina la Yesu. Kaongoza idara hii, Mungu mpe hekima, Mungu mpe maarifa, Mungu mpe uwezesho, Mungu mpe kibali kwa jina la Yesu. Si kwa uwezo wako, si kwa nguvu yako. Yesu akawaambia, bila mimi ninyi hamwezi. Mungu atakuwezesha, Mungu atakubeba, Mungu atakushika. Neno lako likawe na nguvu katika jina la Yesu. Bwana msaidie wakati wote utakapokuwa unaongoza kwa mujibu wa mwongozo tulionao kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema hii katika damu ya Yesu. Asante Mungu mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaweka leo mbele za Mungu kwa ajili ya utumishi huu. Mungu awezeshe, Mungu awasaidie kwa ajili ya idara hii. Mungu apate mafuta, msonge mbele kwa ujasiri. Mungu amewapa tena wanawake wa section ya Madale, muwabebe tena, msonge mbele tena kwa jina la Yesu. Bwana pokea utukufu kwa jina lako kuu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini Bwana utendaji unaanza upya tena kwa ajili ya idara hii na viongozi hawa kwa jina la Yesu. Asante Mwokozi. Pigia Yesu makofi mengi. Barikiwe sana mtumishi huyu. Yesu bariki sana. Yesu bariki sana. Yesu bariki sana. Songa mbele kwa nguvu. Yesu bariki sana. Yesu bariki sana mtumishi huyu.
na makofi mengi anapokuja sasa mkurugenzi wenu, watumishi wa Mungu. Mwanzo mpya, kasi mpya. Mungu awabariki sana kwa maiki. Yesu awabariki sana. Soka mbele. Mungu amependa na ameupendelea tena. Bariki sana. Maiki jamani kwa ajili ya mkurugenzi. Mimi kibinafsi kwa kweli nimeishiwa na maneno ya kusema, kwa sababu kwa akili zangu mimi nilikuwa nimefika mwisho na nilikuwa nimejiandaa kwa kweli. Leo mimi nimkaribishe mkurugenzi mpya atakayeweza kunisaidia tena hili gurudumu, ili tusaidiane kiukweli kutoka ndani ya moyo wangu. Nilikuwa naongea na viongozi wangu sasa hivi, naambia useme hivi, ngambia mimi kwa kweli, kwanza tukiwaita wanawake hawatoki, ukiita wamama wachungaji hawaji, yani kazi inakuwa ni ngumu. Sasa mimi mnanitwisha mzigo, sio uje mkae nyuma. Na waomba wenye viti na kamati zenu, ninawaomba wamama wachungaji, wamwangalizi, naomba uwaambie wamama wachungaji wawepo kwenye idara, sio kwa watu wa mwananchi hapa. Wawepo jamani, sisi tunakuwa peke yetu. Kwa hiyo nilikuwa natamani mtu mwingine awepo hapa. Lakini basi asante Mungu, sina la kusema zaidi. Ila tunachohitaji ushirikiano ili kazi iwe nyepesi kuifanya. Mkikaa huko umetuweka hapa, sio kama mnasema fanyeni, tutafanya na nani? Tufanye na nini? Sawa jamani? Sawa wanawake? Tunatamani kushikamana pamoja. Yaani sisi tukiwepo hapa na ninyi, tutaifanya kazi kwa nguvu sana na kwa mafanikio makubwa. Lakini mnatusukumia kazi, ninyi mnakaa mbali, hatutafika mbali. Tutafika mahali na sisi tunachoka. Ni wanadamu sisi, sio malaika kama alivyosema mwangalizi. Tunafika mahali unachoka, unakata tamaa, yaani unaona ujielewi, lakini kwa sababu Bwana amekuweka, yaani huna ujanja. Si ni Mungu anawathibitisha kupita kwenu. Kwa hiyo huna ujanja, unasema tu asante Mungu, natii kutoka kwako. Lakini tunawaomba wanawake tuwepo tunapoitwa mahali. Mungu awabariki kwa kutuamini tena kutuweka kwenye hichi kiti. Mungu awabariki. Tunahitaji ufanisi mkubwa hasa kutoka kwenu, ushirikiano. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu kupata nafasi hii tena. Asanteni kwa kunichagua. Kikubwa tunaomba ushirikiano wenu. Kama jinsi tulivyotumika kipindi kilichopita, wale viongozi wa makanisani, tusaidiane kufanya hii kazi, tufanye kwa pamoja. Haleluya. Tunaomba ushirikiano wenu na Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mimi sina la kusema. Ninawashukuru kwa kunichagua tena. Sikutamani sana kuendelea kutokana na majukumu niliyonayo. Lakini nimependeza Mungu tena nikarudi katika nafasi ya katibu. Sio nafasi nyingine. Naomba mniombee. Naomba pia ushirikiano. Okay. Amen. Ila mimi binafsi nina sababu ya kushukuru Mungu kwa kizangu, wala si kwa kizangu, bali kwa Mungu. Ninakuwepo tena mahali hapa, lakini niko kusudi la Mungu. Kwa hiyo niwashukuru wote kwa kunichagua, lakini zaidi nilikuwa naombeni ushirikiano wa wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ushirikiano kwa pamoja, kazi ya Mungu itasonga mbele na Mungu awabariki. Amen. Makofi mengi kwa hiyo kujishia mwenyekiti. Jamani, Mungu awabariki sana. Bila shaka tuko mbashara kabisa. Kuna NYTV hapa. Mungu awabariki sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Basi unaweza kuendelea. Na niko na mkurugenzi pia mteule kwa awamu nyingine ambaye pia Mungu amemwamini katika nafasi hii ya ukurugenzi kwenye section hii ya Madale, na natamani pia nizungumze naye yeye pia kama mkurugenzi, kongamano limeendaje kwa siku hii ya kwanza na kuhusiana pia na uteuzi huu mpya. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, Bwana Yesu asifiwe.
Bwana asifiwe sana. Amina, karibu sana. Asante. Hongereni na kongamano na uchaguzi. Tunamshukuru Mungu, Mungu mwaminifu. Ametuita tena, ametuchagua kwa awamu nyingine. Naona labda hatukufanya vizuri zaidi, ndio maana Yesu ameturudisha tuweze kufanya vizuri zaidi. Kongamano limeendaje kwanza? Kwa kweli halikuwa rahisi. Kwenye maandalizi, kuwatafuta wanawake kulikuwa na changamoto zipo, lakini tunamshukuru Mungu, hatimaye tumeibuka tena kwa ushindi kabisa. Wanawake wamekuwepo, wamekuwa na mwitikio. Kwa kweli tumeanza vizuri na Bwana. Umejipangaje katika uongozi wa nafasi hii mpya ambao Mungu amekuamini na wanawake hawa wamekuamini wakakupa kura zote bila kusaza hata moja? Yaani mimi la kujipanga sina zaidi ya kumwambia Yesu anisaidie, maana sina mimi chochote ambacho naweza nikasema ninaweza. Isipokuwa na mhitaji Roho Mtakatifu tu anisaidie na anipe kushuka na kunyenyekea kwa ajili ya kazi yake. Una wito gani kwa wanawake lakini pia viongozi wenzako ambao Mungu amewaamini kurudi katika nafasi hii tena kuwatumikia hawa wanawake? Tunatamani tu kushirikiana katika hii kazi, maana kazi hii sio ya mtu mmoja. Tunapaswa kushirikiana, mimi na kamati yangu, na pia hata viongozi wa matawini tunatamani kuona ushirikiano wao ukiwa pamoja na sisi. Maana hatutaweza kufanya bila wao, na wao hawezi kufanya bila sisi. Kwa hiyo ushirikiano tunauhitaji sana, na zaidi sana ni Mungu atusaidie. Roho Mtakatifu awe pamoja na sisi. Nafasi ya ukurugenzi umeushika awamu ya ngapi mama? Ile ilikuwa ni ya uteuzi, ni kama mwaka mmoja sasa, maana tulianza mwaka jana na leo tumechagua. Kwa hiyo nimerudishwa kwenye hiyo nafasi, kwa hiyo nahisi sikuitendea haki labda. Labda sikuitendea haki, ndio maana Mungu ameamua anirudishe tena kwa upya. Mungu akubariki mama. Amina sana. Mungu akubariki pia na wewe. Amina. Tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Amina. Karibuni sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Njema. Hongereni na kongamano. Asante sana. Tuanze kwa kukutambua. Kwa majina yangu ninaitwa Elizabeth Galus. Ni makamu mkurugenzi katika section yetu nzuri ya Madale. Na ni mshirika wa kanisa la Smyrna Christian Center ambaye ni hapa mwenyeji. Wewe pia umeingia kwenye nafasi hii ya uongozi kwa awamu nyingine au ni kwa mara ya kwanza? Na mimi ni awamu nyingine nimeingia, nimerudia tena. Umeshika nafasi hii kwa muda gani? Kwa muda kama wa mwaka mmoja hivi. Kwa sababu mara ya kwanza baada ya section kugawanyika tuliteuliwa tu. Tulikuwa tujachaguliwa kwa kula. Kwa hiyo baada ya kula imempendeza Mungu nirudi tena kwenye hii nafasi ya umakamu mahali hapa. Umeipokeaje kwa awamu nyingine tena? Namshukuru Mungu, nimeipokea na namhitaji Mungu anitie nguvu ili niweze kuitendea kazi hii nafasi kama jinsi Mungu alivyopenda niwepo tena. Mmejipangaje katika awamu hii kwenye uongozi? Tumesikia somo ambalo limefundishwa la uongozi. Nyie kama viongozi mmejipangaje katika kuhakikisha mnaenda kuleta mabadiliko? Tunamhitaji Mungu tufanye vizuri zaidi kwa sababu awamu iliyopita kuna mahali hatukufanya vizuri, lakini tunamhitaji Mungu atusaidie kwa awamu hii nyingine tufanye vizuri, kuhamasisha viongozi wa makanisa ya mahali pamoja kuweza kushirikiana, kuwa karibu na sisi ili iwe rahisi katika utendaji. Mungu akubariki sana. Amina. Asante. Yes, hapa niko na katibu wa section hii ya Madale na uongozi ambao umerudi tena kwa awamu nyingine. Alikuwa ni katibu pia. Na Mungu amempa neema tena na kibali, amerudi tena katika nafasi hii ya katibu. Tutazungumza naye atuambie amezungumziaje nafasi hii ambayo Mungu amempa tena kuongoza wanawake hawa, lakini pia anawaahidi nini wanawake hawa wamemwamini na kumrudisha tena katika nafasi hii. Katibu, Bwana asifiwe. Amina. Hongereni kwa kongamano. Amina, tunamshukuru Mungu. Kama katibu, kwanza tuanzie kongamano limekuwaje leo siku ya kwanza? Naitwa Stefania Mshali Lusekelo, ni katibu WWK section ya Madale. Leo siku ya kwanza tunamshukuru Mungu, tumeanza vizuri, Mungu ni mwema. Wanawake wa section ya Madale wameitikia, tunamshukuru Mungu, na hata kwa masomo na ufunguzi
Vimeenda vizuri, kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Amina. Tuzungumzie nafasi yako ya ukatibu ambao Mungu amekupa tena neema. Unaizungumziaje hii nafasi na umeipokeaje? Nafasi hii nimepokea kwa moyo wa shukrani, kwa sababu kweli sio nafasi nyepesi. Katibu ndio mtendaji mkubwa na majukumu ni mengi, na mimi kama mama pia na majukumu mengine ya familia, lakini ninamshukuru Mungu kwa kuniamini tena na wanawake wa section hii kunipa nafasi hii. Nami naamini nitakwenda kumtumikia Mungu zaidi ya vile ilikuwa mwaka jana. Mwaka jana tulikuwa tumeanza, mwaka huu ni mwaka wa pili. Kwa hiyo tumejifunza vingi na sasa tutapotea njia tena, tunakwenda moja kwa moja vizuri, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Hii nafasi umeishika kwa awamu ngapi? Ni mwaka jana tu, section yetu ni mpya. Kwa hiyo mwaka jana tuliteuliwa, mwaka huu ndo tumefanya tena kuchaguliwa na viongozi. Amina. Unawaahidi nini hawa ambao wamekuamini wakakupa nafasi hii tena? Nawaahidi kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Mungu atusaidie na Mungu anisaidie tukafanya kazi kwa umoja, kwa ushirikiano, kwa upendo, kulijenga kanisa la Bwana. Si kazi rahisi kama tulivyosikia alipokuwa akiongea mtumishi wa Mungu, kwa kweli si kazi rahisi. Lakini ninaahidi kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Una ushauri gani kwa wanawake ambao pia unaenda kuwaongoza? Ushauri wangu ni kwamba katika kipindi hiki na nyakati hizi, wanawake tutumike kwa uaminifu. Kumekuwa na mahudhurio hafifu, wakati mwingine hiyo ni changamoto katika uongozi unaoona, viongozi wakiitwa au pengine wanawake wanakuwa watokei. Kwa hiyo ninaomba kuwashauri wanawake na kuwatia moyo kwamba huu ni utumishi ambao tunamtumikia Mungu. Sio kama ni kazi ambayo tunafanya nishi hapa duniani. Ni kazi ambayo baadaye tutalipwa. Tunaandaa maisha yetu ya baadaye. Kwa hiyo nawatia moyo wanawake wa section ya Madale na pengine popote waweze kuwa wanahudhuria wanapoitwa kwenye ibada, kwenye makongamano, wahudhurie. Kwa wanawake kuna mambo mengi mazuri ambayo tunajifunza. Amina. Nashukuru sana. Asante sana, nashukuru.